Hello, habari, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea changamoto ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu na kitovu kuvuta chenyewe. Hii ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakumba wanawake na wengi wamekuwa hawaelewi sasa hii changamoto inatokana na nini, lakini namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Lakini JWS Herbal Clinic tunakuletea karibu ili uweze kuelewa uweze kuelewa vizuri hii changamoto. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Kama una changamoto yoyote, una swali lolote juu ya uzazi, basi usisahau kutuuliza hapo chini na sisi tutakuweza kukupa majibu moja kwa moja namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Cha kwanza tunachotakiwa kufahamu kwamba ni changamoto gani ambazo zinafanya mwanamke hawezi kupata maumivu makali chini ya kitovu, lakini pia na kitovu chenyewe kuvuta. Tutaelezea kwenye mifumo tofauti ambayo inaleteleza changamoto hiyo. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa mkojo. Mfumo wa mkojo, kitu kinachosababisha maumivu chini ya kitovu kuuma na kitovu kuvuta chenyewe ni kwamba cha kwanza ni UTI, maambukizi kwenye njia ya mkojo ambayo tunasema ni urinary tract infection, ambayo ni UTI kwa sababu UTI pia inasababisha maumivu chini ya kitovu. Lakini pia mawe kwenye figo kwa sababu figo ndio inayochuja mkojo. Kwa hiyo ikitokea kuna mawe kwenye figo, basi inasababisha pia kupata maumivu chini ya kitovu na chenyewe kuvuta. Lakini kuna changamoto ya mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Kama kuna changamoto yote katika mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, kwa mfano una vidonda vya tumbo, una acid reflux, unavimbewa, lakini pia upate choo. Hivi vitu vyote kama una changamoto hizi zote pia zinapelekea upate maumivu makali chini ya kitovu, lakini pia na kitovu kuvuta chenyewe. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa mfumo huo. Lakini pia kuna changamoto za uzazi kwenye mfumo wa mwanamke wa uzazi, pia zimekuwa zinapelekea pia maumivu makali chini ya kitovu, lakini pia kitovu kuvuta chenyewe. Changamoto ya kwanza ambayo inakuwepo ni kwamba inayopelekea hayo maumivu ni kwamba kuna changamoto tunaitwa endometriosis. Endometriosis kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuielezea vizuri, lakini pia tumeelezea tiba nzuri ya endometriosis. Endometriosis ni kwamba kuna tishu ambazo zinatakiwa kukua ndani ya tumbo, kwa hiyo ndani ya mfuko wa kizazi kwenye uterus. Kwa hiyo zikitokea zile tishu zikakua nje ya uterus, basi zitakupelekea upate maumivu makali. Lakini pia kuna vimbe kwenye mayai na vimbe kwenye kizazi, na maana tunasema cyst, ovarian cyst, uvimbe kwenye mayai, lakini na uvimbe kwenye kizazi, fibroids, basi yenyewe imekuwa chanzo kimojawapo cha vimbe kwenye cha maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea maumivu chini ya kitovu kwenye upande wa mfumo wenyewe wa uzazi wa mwanamke ni kwamba chango la uzazi. Ndio maana kwenye video zilizopita tumeelezea dalili za chango la uzazi, namna, sababu, lakini na tiba moja kwa moja. Kwa hiyo kama una chango, basi pia zinapelekea hiyo changamoto ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu au kitovu kuvuta chenyewe. Lakini pia kuna mimba kutungwa nje ya kizazi, na yenyewe pia inapelekea maumivu ya kitovu na kitovu kuweza kuvuta. Lakini kuna maambukizi kwenye via vya uzazi. Hapa tutaiongelea PID. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea PID kiundani, namna inavyotokea, sababu zake, madhara yake, na inakuwaje inapelekea mwanamke ashindwe kubeba ujauzito. Kwa hiyo kama unataka kutamani kufahamu PID inakuwaje, PID inapelekeaje changamoto, inapelekeaje ugumba, basi kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea. Hiyo ni kwenye upande, lakini pia kuna watu ambao wana homoni kuvurugika, pia zinapelekea maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta. Na mwisho
Sababu nyingine tofauti na hizo, kuna stress. Unapokuwa na stress au upungufu wa maji, lakini pia na mlo duni. Hivi vitu vyote vinasababisha changamoto ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu, bila kusahau gesi tumboni. Kwa hiyo hizo ni sababu zinazopelekea changamoto au zinazopelekea maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta moja kwa moja. Tuambie hapo chini kwenye comment, je, unadhani wewe ni changamoto gani inayopelekea maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta mwenyewe. Lakini pia tuangalie tiba, namna ya kuondokana na hiyo changamoto ya maumivu chini ya kitovu. Lakini sababu tuliyosahau ni changamoto ya hedhi, changamoto ya masuala ya hedhi. Kuna watu ambao wanaokuwa kwenye siku zao wanapata pia maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta. Kwa hiyo ni sababu ambayo tulikuwa tumeisahau. Namna ya kuondokana na changamoto hii, kwanza ni mdalasini, tangawizi na manjano. Hakikisha unatengeneza combination ya unga na unaweza kukoroga kwenye maji ya uvuguvugu, weka na asali, kunywa mara 3 kwa siku. Lakini namna ya pili ni kwamba utumia mshubiri. Katakata mshubiri, loweka kwenye maji ya kawaida, weka asali, basi kunywa, na yenyewe ni dawa nzuri ya kukata maumivu chini ya kitovu. Lakini pia tiba nyingine ni kuchemsha mizizi ya mpera na majani ya mpera, na kuchemsha kabisa mpaka ibadilike rangi. Kunywa glasi yake asubuhi na jioni ndani ya siku 14, na changamoto itakuwa imeisha kabisa. Lakini pia tiba nyingine, kama una vidonda vya tumbo, tibu vidonda vya tumbo ili kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula, uweze kupata choo, kuondokana na changamoto ya constipation. Lakini tiba nyingine ambayo utatakiwa kuifanya ukiwa hapo nyumbani, kama itatokea umepata maumivu hayo makali, basi chukua kitambaa chako kizuri, kiloweke kwenye maji ya vuguvugu, kanda ile sehemu chini ya kitovu vizuri. Na mwisho unaweza ukatafuta mafuta ya mzaituni na nazi, basi na yenyewe hayo mafuta utakuwa unapaka chini ya kitovu kwa kukanda taratibu kwa ajili pia ya kunyoosha, ya kuondoa hayo maumivu. Mwisho, fanya mazoezi ya nyonga. Fanya mazoezi ya nyonga mara kwa mara. Haya mazoezi ni mazoezi mazuri ambayo pia yanatengeneza mfumo mzima. Ni mazuri kwanza kiafya, kwenye afya ya mwili wa binadamu. Mazoezi yanahitajika, lakini pia mazoezi ya nyonga yanahitajika pia, kwa sababu na yenyewe yanakufanya kuondokana na hii changamoto ya maumivu chini ya kitovu. Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe ulitumia nini kuondoa maumivu ya kitovu. Share na sisi pia tuweze kuelimika zaidi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.